na kwa sababu leo ni Jumanne, ruhusa mapema kwa sababu leo ni usiku wa ligi ya mabingwa barani Ulaya, mchezo ya hatua nusu finali, na watu waanza kuload ile tu Allianz Arena. Kismati cha uwanja wa Allianz Arena pale nchini Ujerumani, na bingwa mpya wa ligi ya mabingwa barani Ulaya, kwa sababu pale zimeshawahi kuchezeka finali 4, na katika finali 4 watu wote ambao wameshawahi kuchukua ndoo pale Allianz Arena hawajawahi kabisa kuchukua ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Ulaya. Kwa sababu ashawahi kufanya hivyo Nottingham Forest, alifanya hivyo Olympique Marseille, alifanya hivyo pia Borussia Dortmund, na mara ya mwisho pale finali ilichezeka mwaka 2012 kwa mara ya kwanza Chelsea akawa bingwa ligi ya mabingwa barani Ulaya katika dimba la Allianz Arena. Kwa hiyo hii ndio nasema kismart cha Allianz Arena na bingwa mpya wa ligi ya mabingwa barani Ulaya. Kwa nini? Leo hii saa 4 usiku Emirates Stadium kuna game ya watu wawili ambao hawajawahi kabisa kuchukua ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Ulaya licha uwekezaji wote ambao umeufanya. Anazungumzia PSG ambaye leo hii atakuwa na kazi mbele ya Arsenal the Gunners. Na wote hawajawahi kabisa kuchukua ndoo ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Kwenye kismati hichi watu wengi wanaamini kwamba yawezekana kama kismati kitafanya kazi, mmoja wapo kati ya hao wawili ana nafasi kubwa ya kwenda kuchukua ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Ulaya. Si mara ya kwanza kwa Arsenal na PSG kukutana, kwa sababu walikutana pia kwenye game ya ile mkondo wa kwanza ile kwenye mfumo wa ligi, na PSG alipasuka chuma 2 Emirates Stadium. Lakini tunaizungumzia PSG ambayo imebadilika sana kuanzia ile mwezi wa 10 kuja huku. Ni PSG ya tofauti. Ya tofauti kwenye engo ya kwamba mchezaji mmoja, namna ambavyo wanacheza, vijana, profiles zimejaa, na ile game ya kwanza pia Dembele alikuwa amekosekana. Lakini watu wengi tunaamini kwamba hizi ni aina mechi ambazo Arsenal the Gunners yana uwezo wa kuzicheza, kwa sababu PSG hajilindi. PSG wanawasha turbo. Unazungumza mtu kama Ousmane Dembele, unazungumza kuna kijana mmoja anaitwa Desire, hapa chini katikati na mtu mmoja anaitwa Vitinha, huku chini sasa kuna beki moja na kaba mpaka mate. Nuno Mendes. Lakini pia golini na mtu kama Donnarumma, pembeni pia wana Hakimi. Lakini katikati kwenye eneo lao la beki kuna captain Makwinyo. Lakini ukija kwa Arsenal the Gunners wanasifika zaidi kwenye namna ya kujilinda. Lakini shida inawezekana ikawa inabaki pale pale kwenye eneo lao la ushambuliaji. Kwa hiyo itakuwa ni saa 4 usiku, kuna mtu atakuwa anaweka mguu mmoja ndani, mguu mmoja nje kwenda kwenye finali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya msimu wa ligi ya mwaka 2024-25. Utofauti ni kwamba watu wanaitaka ndoo. Bukayo kwa 100% mchezo leo. Bukayo yupo. Mimi nawapa nafasi ya Arsenal. Moja kwa moja, nisiwe mtu wa kuficha. Hii Arsenal mimi nawapa nafasi. Arsenal toboa. Anashinda hii mechi. Kweupe. Asubuhi. Mzigo ni 2. Kavu. Na ile ya kwanza make kwenye mfumo wa ligi alikufa chuma 2. Na wote wanacheza pia kwenye 4-3-3. Japo kuna uwezekano mkubwa Arsenal the Gunners akamkosa Thomas Partey. Tena. Unapata wasiwasi? Kaida itakuwa saa 4. Chukua ruhusa yako mapema, narudi kesho. Naomba ruhusa. Yaani kifupi hapo naomba ruhusa kurudi kesho. Alafu kesho pia tuna dau kesho. Hayo maisha yangekuwa namna hii. Ungetumika sana. Basi mimi naomba ruhusa. Sasa pale Gombani visiwani Pemba jana, ukiwaona kama wapo serious, ukiwaona kwenye picha wapo serious sana. Ukiwaona kwenye picha kina nani? Hao si waoka mikate. Wanetu Azam wanahitaji tafakuli. Azam kila pahala ni wanapigwa tu. Jana wampasuka mbele ya JKU. Walicheza na JKU? Ile ya Zanzibar? Wakafungwa 2-1. Yaani Azam Fei hakuwepo lakini. Hakuwepo. Okay. Azam mwaka huu wanatoka patupu. Mwaka huu. Na mwendo ameshaumaliza. Kwa hiyo wampasuka jana bao 2-1, tena JKU ndio alikuwa anatoka nyuma. Kwa hiyo JKU mwisho wa siku anatangulia finali ya michuano ya muungano kwa mwaka 2025. Leo hii nusu finali ya pili itakuwa ni Zimamoto mbele ya klabu ya Yanga. Itakuwa ni saa 1:15. Na nakumbuka Yanga anavyoenda visiwani Zanzibar, Alikamwe alisema moja ya timu ambayo wanaiogopa kwenye michuano ni JKU. Na ndio ameenda finali. Lakini kibongo mnyama ameshadondoka nchini, tendeza shughuli zake za vipolo, lakini kuelekea mchezo wao wa finali
Finali ya mkondo wa pili ni official itachezwa kuna dimba la Mkapa kwa mujibu wa msemaji mkuu wa serikali, lakini pia goli la mama itakuwa ni shilingi milioni 30. Chache sana. Kesho Jumatano